Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Yesu Bwana ni mwema tena, wakati wote ameendelea kutakasa kwa neno lake. Niwakaribishe tena katika mfululizo wa masomo haya, mafundisho haya ya ufunuo wa Yesu Kristo. Na katika somo linalofuata ni mwendelezo wa kile ambacho tumejifunza katika masomo matatu yaliyopita. Basi niwakaribishe tuweze kumkaribisha Roho Mtakatifu ambaye anakwenda kutufunulia kitu kingine cha msingi ambacho tunakwenda kujifunza katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 3. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa mara nyingine. Tunarudisha sifa na utukufu kwako kwa mafundisho haya na kwa mavuvio haya. Kaendelee kutuongoza sasa, katupatie masikio ya usikivu, moyo wa kutulia na utafiti, lakini juu ya yote kashushe Roho wako Mtakatifu akatufundishe na kutupatia moyo wa unyenyekevu katika kujifunza. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Somo linalofuata nipatia kichwa kinachosema ufunuo wa Yesu Kristo, Bwana Mungu ni mmoja. Ndivyo ambavyo tunajifunza. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 17 tunasoma, kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Na tukajifunza ya kwamba huu ni wito ambao Kristo Yesu anautoa. Ni wito ambao Kristo Yesu pia aliutoa kwa watu wote ambao wanahitaji kujifunza na kutaka kumjua yeye. Kwa maana wapo wengi manabii na mitume ambao walitamani kumwelewa Kristo vile ambavyo tunamfunua hapa, lakini hawakupata nafasi hiyo, ingawa waliokolewa kwa imani yao, waliokolewa kwa maarifa ambao walikuwa nayo kwa kipindi hiko. Katika kitabu cha Marko tunasoma, Yesu akajibu, ya kwanza ni hii, sikia Israel, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Wengi wamekuwa wakioji, kama Yesu Kristo ndiye malaika wa Bwana, kama Yesu Kristo ndiye Bwana, kama Yesu Kristo ndiye Mungu ambaye alitokea katika kijiti kiwakacho moto na ndiye ambaye alizungumza na Musa, kwa nini katika maandiko matakatifu Yesu anaonekana kusema kwamba kuna Bwana ambaye ni mmoja? Kwa nini Yesu alitamka maneno haya? Hivyo tunapokuwa tunaendelea kuchambua hiki kisa, tunakwenda kujibu hili swali ambalo limekuwa likiwasumbua wengi, na ni swali ambalo linakwenda kujengia msingi wa kile ambacho tunakizungumza katika masomo haya yote. Yesu alipotamka haya alikuwa anamaanisha nini? Je, alikuwa anajikana mwenyewe au alikuwa anafanya nini? Kumbuka katika masomo yaliyopita tulijifunza kwamba Yesu alisema, nendeni mkasome kijiti kiwakacho moto, ambacho kwa hicho tunajifunza Mungu alipata kumtokea Musa na kujitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo na Mungu wa Isaka. Yesu alipokuwa akifanya yale, alipokuwa akizungumza yale, alikuwa anahitaji watu watoke pale ili waweze kumwelewa yeye ni nani. Inawapasa wakasome Agano la Kale. Kwa hiyo the same applied here. Kile ambacho alikifanya Yesu katika mazungumzo yake yale, ndio ambayo anayafanya hapa. Nami nitakwenda kuthibitisha hilo kupitia maandiko matakatifu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mhubiri 7:27 kuwa, tazama asema Mhubiri, mimi nimeona hayo kwa kulinganisha hili na hili ili kutafuta jumla. Huyu Mungu, Bwana Mungu ni mmoja. Huyu Mungu Bwana ambaye ni mmoja ni nani kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Katika kitabu cha Zaburi 33:12 tunasoma, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliyowachagua kuwa urithi wake. Isaya pia anatuambia kwamba, jitakieni ishara ya Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali pa juu sana. Kwa hiyo manabii wote wanashuhudia kwamba yupo huyu Bwana ambaye anaitwa sio tu Bwana bali ni Bwana Mungu. Hawa wote wanatoa hii concept, wanatoa mawazo haya kutoka wapi? Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:4 nasema, sikia Israeli,
Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kwa hiyo jibu katika kile kitu ambacho Yesu anakisema ni rahisi. Yesu alichokuwa anakifanya, alikuwa ananukuu. Yesu mara nyingi alikuwa ataki watu ambao wanataka vitu viende smoothly. Alikuwa anatamani watu wakasome maandiko, na ndio maana tukajifunza katika maandiko fulani ya kwamba Yesu anasema yachunguzeni maandiko kwa sababu yananishuhudia mimi. Kwa hiyo Yesu mara zote alikuwa akinukuu maandiko ambayo yalikuwa yakimuhusu yeye. Ndicho ambacho alitueleza katika masomo yaliyopita. Katika kitabu cha Danieli tunasoma, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka. Katika kitabu cha Yohana sura 5 mstari wa 39 tunasoma, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Kwa hiyo Yesu anapokuwa anasema sikia Israeli, Bwana Mungu wenu Bwana ni mmoja, ananukuu kile ambacho Musa aliwahi kukitangaza miaka mingi iliyopita, na haya ambayo Musa aliyatangaza ni mambo ambayo yeye mwenyewe aliyazungumza kwa Musa. Katika kitabu cha Luka sura ya 24 mstari 44 hadi 43 tunaambiwa, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe niliyoandikiwa katika Torati, katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Na ndicho ambacho Kristo anakifanya sasa kupitia masomo haya, kuwafunulia watu akili zao wapate kuelewa. Katika kitabu cha Yohana tunasoma, kwa maana kama mngelimwamini Musa, mngeliniamini na mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Kwa hiyo kile ambacho Musa alikiandika ndio kile ambacho Yesu anakuja anakitumia kwa ajili ya kuwafundishia watu. Na Yesu anatuambia kile ambacho Musa alikiandika ni kile ambacho yeye mwenyewe Kristo Yesu alimfundisha Musa na kumfunulia Musa. Ndicho ambacho maandiko yanatuambia. Katika kitabu cha Petro 1:10 tunaambiwa, katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 4 tunaambiwa, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katika kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Kwa hiyo tunafunuliwa huyu Bwana Mungu ni mmoja. Huyu Bwana mmoja ambaye alihusika katika ukombozi wa taifa la Israeli hakuwa mwingine bali alikuwa ni yeye yule ambaye alitokea ndani ya kijiti kiwakacho moto. Musa na maandiko yanatuambiaje kuhusiana na Bwana ambaye alitokea katika kijiti? Sikia, katika kitabu cha Kutoka 3:2 tunaambiwa, malaika wa Bwana akamtokea. Kwa ni clear kabisa, Biblia inatueleza kwamba yeye ambaye ni Bwana mmoja ambaye alijidhihirisha kama Mungu kwa Musa, akajidhihirisha kama Bwana kwa Musa, lakini pia ndiye aliyejidhihirisha kama malaika wa Bwana kwa Musa. Sikia, Matendo sura ya 7 mstari 35 inatuambia, Musa huyo aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kijiti. Katika The Interpreter's Dictionary tunaambiwa Waebrania waliamini kuwa Masihi alikuwa ndiye malaika wa Bwana, na neno Masihi kwa Kilatini tunaita Christos, ambao tunaita Kristo leo. Lakini pia tunasoma katika Biblia hii ya kwamba malaika wa Bwana kuanzia karne ya pili baada ya Kristo, waandishi wengi wa Kikristo walimtambua kama Kristo aliyekuja kama mjumbe wa Mungu. Lakini pia tukawauliza wazee mbalimbali wa mwanzo ambao walishuhudia kwamba malaika wa Bwana hakuwa mwingine bali alikuwa ni Kristo. Katika Timotheo wa kwanza 5:17 tunaambiwa, wazee watawalao vyema na wahesabiwa kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao katika kuutubu. Irianus anatuambia, huyu ni mzee mwingine ambaye anashuhudia kwamba aliyetokea kwenye kijiti alikuwa ni Kristo Yesu. Anasema, hakuna mashaka katika hili, kwa maana mwana wa Mungu yupo kila pahala katika maandiko. Upo wakati alizungumza na Abraham wakiwa tayari kula chakula cha mchana. Mara nyingine alionekana wazi kwa Yakobo aliyekuwa safarini. Pia akazungumza na Musa kutoka katika kijiti. Wakati huo Tertullian anatuambia, kwa maana yeye aliyezungumza na Musa hakuwa mwingine bali ni mwana wa Mungu pekee ambaye alikuwa akionekana mara zote. Lakini pia mzee mwingine anaitwa Justin Marty hakuwa nyuma katika kuelezea hili, naye akasema, na kwamba Kristo aliye Bwana wetu, mwana wa Mungu ambaye alijidhihirisha mara kwa mara kama mtu, pia kama malaika, kama katika utukufu wa kichaka kilichokuwa kikiwaka moto, lakini pia itazame hukumu ya Sodoma. Hilali wa Poitiers anasema,
aliitwa malaika wa Bwana, aliyekuwa Mungu kutoka kwa Mungu, pia malaika wa Mungu. Hili ilikuwa ni heshima ambayo alistahili. Aliitwa pia Bwana, akaitwa pia Mungu. Lakini pia Theodoro anatuambia sura yote ya 3 ya kitabu cha Kutoka huonyesha wazi kuwa alikuwa ni Mungu ambaye alimtokea Musa, lakini Musa humuita malaika ili tupate kuelewa kuwa huyo alikuwa sio baba ila ni mwana pekee. Na kwa shuhuda zote tulizotazama katika masomo haya yaliyopita, yanathibitisha kile ambacho Theodoret anakisema, ya kwamba malaika wa Bwana alikuwa si mwingine bali ni Kristo. Huyu malaika wa Bwana anafunuliwa kama Bwana. Biblia inatuambia kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, lakini pia anatuambia huyu malaika wa Bwana alikuwa ni Mungu, na Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu ambaye baadaye alivaa mwili. Kwa hiyo haya yote haya ambayo wazee wanatuambia yana ushuhuda wa kutosha kutoka katika maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Ayubu 8:8 anatuambia, basi waulize tafadhali vizazi vya zamani ili ujitie kuyaangalia yale ambayo baba zao waliyasema. Naye Tindo, mwana matengenezo Tindo, anatuambia malaika wa Bwana huonekana katika maandiko kama kiumbe aliyetumwa na Mungu kusaidia kusaidia watu kama mzungumzaji wa neno. Hivyo hakuna shaka malaika wa Bwana kuitwa pia Mungu. Mara zote atokeapo huonekana kuwa ni kiumbe aliye sawa na Mungu, lakini pia hata anapozungumza hunena kama Mungu. Jonathan Edwards anatuambia huyo hakuwa mwingine bali ni Yesu Kristo, kwa ushuhuda aliitwa malaika wa Bwana. Charles Spurgeon pia aliwahi kusema, Bwana wetu huitwa malaika, ndiye malaika wa agano, ndiye Bwana Yesu, malaika wa pekee aliye mkuu, yemedari. Kwa hiyo hawa waandishi wa Kiprotestanti, wana matengenezo pamoja na early church fathers, wote wanashuhudia ya kwamba Kristo Yesu ndiye malaika wa Bwana. Matthew Henry anatuambia Kristo jemedari mkuu na malaika wa agano, akiwa na wafuasi wake waaminifu. Wakati Martin Luther anatuambia hakuna siri hapo, Yesu ndiye mtoaji maisha, malaika mkuu. Kwa hiyo hizi nukuu zote zinafunua ya kwamba aliyetokea katika kijiti ambaye anafunuliwa kwa Musa hakuwa mwingine bali alikuwa ni malaika wa Bwana ambaye ni Kristo, ambaye tulisoma kwenye maandiko ndiye mwenye uso wa Bwana, mwenye uso wa Mungu, sura ya Mungu. Lakini pia tunafunuliwa na Musa ya kwamba ndiye aliyekuwa Bwana. Maandiko yanashuhudia kwamba ndiye Kristo Yesu. Lakini pia Musa anatuambia haishii hapo, anatufunulia kwamba alikuwa ndiye Mungu Mwenyezi, ndiye Bwana Mungu ambaye alitokea na kuanza kumpatia mission ya kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Isaya sura 34 mstari wa 16 anasema, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Matendo 7:31-32 nasema, Musa alipouona akastaajabu maono yale, na alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka asithubutu kutazama. Wapendwa katika Bwana, Yesu sio wa kawaida kama ambavyo watu wanamchukulia leo. Musa alipokutana naye katika utukufu mdogo sana wa kijiti kilichowaka moto, alidondoka akatetemeka. Lakini leo watu tunapomwangalia Kristo tunamchukulia wa kawaida sana. Kutoka 3:7 inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Naomba uangalie clue nyingine, ushahidi mwingine ambao huyu malaika wa Bwana, Bwana Mungu Bwana mmoja anachokizungumza hapa kwa Musa. Sikia, yamkini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Naomba unoti maneno nami nimeshuka niwatoe. Kwa hiyo hapa tunakutana na Mungu ambaye anashuka kutoka mbinguni kuja kuwaokoa wana wa Israeli. Sikia, katika kitabu cha Yohana Yesu aliwahi kutamka maneno yafuatayo. Anasema hivi, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Kwa hiyo tunakutana na hapa na mmoja. Kumbukeni, kwa mujibu wa early church fathers na maandiko, Baba hajawahi kushuka duniani, Roho Mtakatifu hajawahi kuonekana, lakini aliyeshuka na kuonekana na manabii
na mitume na watumishi wa Mungu na hata Wayahudi katika enzi alizovaa mwili akakaa kwetu, alikuwa ni Kristo Yesu pekee. Kwa hiyo anaposema hakuna aliyeshuka kutoka mbinguni, anamaanisha hakuna kiumbe mwingine yoyote. Hakuna kwa maana ya sifa za kiungu, hakuna. Yani Baba hakuwahi kushuka, Roho Mtakatifu anashuka lakini hajawahi kuonekana, lakini yeye aliyejidhihirisha waziwazi kwa namna na njia tofauti tofauti kwa manabii, wafalme, wazee pamoja na mitume, hakuwa mwingine bali ni mwana wa Adamu. Haya ni maneno ya Kristo. Sikia, katika kitabu cha Efeso tunaambiwa, naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Kwa hiyo hapa tunaelezwa na Paulo pia ya kwamba yeye aliyeshuka, kwa lugha nyingine anaendelea kusisitiza katika kile kinachoitwa kushuka kwa maana ya mpango wa ukombozi, kushuka kwa maana ya kuwapigania wadhambi, hakuwa mwingine bali ni Kristo Yesu. Katika kitabu cha Yohana Yesu anakonfirm, anasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu. Ukiangalia hili neno sikushuka halimaanishi kushuka kipindi kile alipozaliwa. Hili neno sikushuka ni neno ambalo kwa Kiingereza tunasema ni past continuous tense. Kwa lugha nyingine ni tukio ambayo lilishawahi kutokea, yani alishawahi kushuka na akaendelea kushuka mpaka kipindi hiki anapozungumza ya maneno ameshuka. Ndicho ambacho Yesu anakizungumza. Kwa lugha nyingine alikuwa akionyesha wazi ya kwamba yeye aliyeshuka katika kile kijiti kiwakacho moto hakuwa mwingine bali ni yeye mwenyewe Kristo Yesu. Na ndio maana kuna sehemu akajiita yeye yuko, yani mimi niko. Kwa hiyo Yesu anaendelea kuconfirm kile ambacho Musa anakiandika katika kitabu cha Kutoka sura ya 3. Katika kitabu cha Yohana tunaendelea kusoma, wakasema, je, huyu sio Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni? Kwa hiyo Wayahudi walimuelewa Yesu alichokuwa anakiongea. Walioelewa ya kwamba Yesu atangazi tu ya kwamba yeye ni Mungu, yeye ndiye aliyesema mimi niko, yeye ndiye aliyetokea kwenye kijiti, lakini anatangaza ya kwamba yeye ndiye ambaye alishuka na ameendelea kushuka hata katika kipindi kile walichokuwa wanamuona, wakiamini kwamba kalikuwa ni katoto fulani kamezaliwa tu, lakini wasijue ya kwamba kuzaliwa kwake, kuingia katika tumbo la Mariamu, ilikuwa tu ni njia mojawapo ambao aliitumia kukaa katikati ya wanadamu, lakini alikuwa na njia maelfu za kukaa katikati ya wanadamu. Njia mojawapo ambayo alijifunua kwayo ilikuwa ni kutokea kwenye kijiti kiwakacho moto akazungumza na Musa. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12:10 tunaambiwa, huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyoofu, yaani maneno ya kweli. Mwandishi anaitwa Banza anatuambia, yeye ambaye aliyepata kushuka kutoka mbinguni ndiye aliyepata kupaa kuelekea mbinguni. Mwokozi yule yule alishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, ndiye aliyerudi kuelekea huko. Hakuwa mwokozi tofauti bali ni yule yule. John Gill anatuambia, alikuwa ni yeye yule mwana wa Mungu ambaye alipata kuvaa mwili wa kibinadamu na kuteseka kwao, naye katika huo alipata kupaa na kwenda mbinguni. Maneno haya humaanisha kuwa Yesu alipata kuwako kabla ya kuvaa mwili. Huyu anaitwa John Gill. Matthew Paul anasema, ieleweke wazi kuwa kwa kuja kwake ulimwenguni mwana wa Mungu kulimfanya abadilike kutoka asili yake, au kwamba kwa kuvaa kwake mwili wa kibinadamu basi kulibadili asili yake, kwa maana mwili ulikuwa tu umefunika asili yake. Yesu aliposhuka hakubadilisha chochote katika uungu wake, badala yake alichukua nafasi ya mwanadamu. Na Ellen White akatueleza katika somo lililopita ya kwamba pale katika kijiti kiwakacho moto ilikuwa ni njia nyingine ya yeye kuuficha utukufu wake, kama ambavyo alikuja kuuficha utukufu wake alipovaa mwili akakaa kwetu. Marko sura 13 mstari 14 nasema, asomaye na afahamu. Katika kitabu cha Kutoka sura 3:8 tunaambiwa, nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Wamisri. Huyu Bwana, malaika wa Bwana anayetambulishwa kama Mungu, anashuka na kujitambulisha kwamba yeye ni mwokozi, ili sifa nyingine anaitaja. Kwa hiyo anaitwa malaika wa Bwana, anaitwa Bwana, anaitwa Mungu,
mimi niko, lakini yeye aliyeshuka, na sasa hivi anasema nimeshuka ili niwaokoe. Yaani kwa lugha nyingine anajiita yeye ni mwokozi. Sikia katika kitabu cha Isaya 43:3 inasema, maana mimi Bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Ndicho ambacho tunaambiwa na maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Hosea sura 13 mstari wa 4 tunaambiwa, lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Kwa hiyo huyu Mungu ambaye anashuka kwa Musa, ambaye anajifunua kwa manabii, anajitambulisha kwamba yeye ni mwokozi. Hiyo ni sifa yake nyingine. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 19:15 tunasoma, jambo na lithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:10 tunasoma, kwa maana tunajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa waaminio. Ndicho ambacho maandiko matakatifu yanatuambia. Sikia ambacho maandiko matakatifu, yani mitume, wanachokisema. Katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 4:14 tunasoma, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, anayetambulika kushuka kutoka mbinguni na kukaa kwetu kuwa mwokozi, akaitwa Bwana Mungu, tena alikuwa ni mmoja, hakuwa mwingine bali ni Kristo Yesu, kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Katika kitabu kile cha Mathayo 1:21 tunaambiwa, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Nikasema kuingia tumboni na kuzaliwa kama mwana ilikuwa tu ni njia ya yeye kukaa kwetu, lakini pamoja na kukaa kwetu hakubadilishi sifa yake ambayo alikuwa nayo tangia kipindi cha Musa na kabla ya Musa, ya kwamba yeye ni mkombozi. Kwa hiyo yeye aliyekuwa akizungumza na Musa hakuwa mwingine bali alikuwa ni Kristo Yesu, mwokozi wetu. Katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13 tunasoma, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Petro wa 2:3-18 nasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Katika kitabu cha Isaya sura ya 5 mstari wa 13 pia tunafunuliwa, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana. Wapendwa katika Bwana, maandiko yapo very clear. Watu wengi hasa wa Kristo wanaodai kumfuata na kumtumaini Kristo, wengi wamechukuliwa mateka. Wamechukuliwa mateka kwa sababu hawaijui kweli, na kwa sababu hawaijui kweli wanakosa uhuru, nao wanakuwa utumwa katika mafundisho na mivinyo ya ulimwengu. Biblia inapokuwa inamzungumzia Bwana Mungu mmoja ambaye alijihusisha physically, kimwili, kwa matendo duniani, huyu Bwana Mungu mmoja hakuwa mwingine bali alikuwa ni Kristo Yesu mwenyewe. Naye Yesu anapokuwa ananukuu maandiko haya ambayo Musa na manabii waliyaandika, haimaanishi ya kwamba alikuwa anajikana mwenyewe, bali alikuwa anatuhitaji sisi tukayachunguze maandiko ili tuweze kumwelewa ya kwamba yeye ndiye uzima, kama tunavyoamini ya kwamba Kristo Yesu katika maandiko ndiye uzima na kweli. Wapendwa katika Bwana, niendelee kuwakaribisha katika somo linalofuata ambalo huyu malaika wa Bwana ambaye Mungu aliyeshuka, mkombozi, yani Kristo Yesu, anaendelea kujifunua katika sifa nyingine ya ziada. Mungu awabariki na kuwalinda mnapoendelea kujifunza haya, katika jina la Yesu nimeomba, amin. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.